Mungu atubariki sote pamoja, awe pamoja nasi weekend hii kwa namna ya kuonekana, kwa namna ya kukamatika, ili tusiweze kusikia maneno ya Mungu tu, lakini tuweze kufanya mazoezi ya Mungu, tuweze kumkaribia, tuweze kuunganishwa pamoja naye kwa kilindi, na tuweze kuwekwa nguvu na kujengwa ndani ya imani. Hiyo ndio tunahitaji katika siku hizi, tuweze kuwa tumejengwa ndani ya imani, tuwe wasioweza kutikisika, tuweze kukamata msimamo wetu ndani ya neno na tuweze kuingizwa kwa kilindi. Ndugu Rusi alisoma Zaburi moja ya ajabu, na ndugu Branham siku moja alikamata Zaburi hiyo kama vile kichwa ya maneno yake kwa ajili ya mahubiri, na tunajua sote maelezo ambayo aliyotoa juu ya maneno hayo. Nasi pia tuna kiu ya Mungu, tunahitaji ili ajionyeshe kwetu, na sio kwetu kama vile wanadamu, lakini kwa neno lake tunalochukua ndani mwetu, alishuhudie na alitimize ndani yetu na kupitia sisi. Neno ni kweli, inabaki kuweza kulishuhudia kupitia sisi, ili wengine nao waweze kuona na kuweza kuishi kwamba Mungu iko hai, kwamba anatimiza neno lake na anashika yale ambayo aliyoahidi. Kama tunaweza kuzungumzia kwa mafupi hali ya kisiasa, tunaweza kushuhudia kwa uhakika yale ambayo tuliyosema mara nyingi, kwamba hatua ya mwisho iko inaonekana kwa wakati wote. Tunajua kwamba maadui wa Israeli hawajashindwa. Kuhusu malaika wanaofungwa, wanabaki huko, inakuwa ni kufoga kidogo na maandamano madogo, ili waweze kujua ni mahali gani shida inaweza kutokea. Imeandikwa kwamba njia itafunguliwa kwa ajili ya wafalme wa dunia au kwa ajili ya wafalme wa mashariki, nao watapanda wakipita ndani ya mto Efrati. Lakini mambo hayo yote yako katika wakati utakaokuja, na tuliyasema kwa mwanzo wa vita hiyo namna gani mambo hayo yalipaswa kufanyika, na ilifanyika hivyo, kwa maana wakati haijafika bado. Lakini kuna kitu moja ambayo niweza kusema siku ya kwanza ya juma huko Zurich, ambayo inanigusa sana, ni kwamba kama unaweza kuchunguza kulingana na mawazo ya watu wenye akili, itaomba miaka 6, 7 au 8 ili waweze kujenga yale ambayo iliyobomolewa, na hiyo inaingia mara moja katika maneno ya mwisho wa wakati. Maadui wa Israeli wataweza kuwa tayari tena kuweza kuja kwa ajili ya kushambulia, na sio kutoka mashariki, lakini kutoka kaskazini, kama vile inavyoandikwa. Sio nyumba ambazo zitakazobomolewa, lakini sehemu kubwa ya watu wa dunia ndio watakaoweza kuuawa, na hivyo itaweza kuomba miaka mingi kwa ajili ya kujenga mambo yote. Itaomba sasa miaka 7 kwa ajili ya kutengeneza mambo yote, na miezi 7 tu kwa ajili ya kuzika watu ambao watakaouawa. Ezekieli 39:12. Kama vile nilivyosema, waliweza kutamka mahali ambapo mambo yataweza kufanyika na mahali ambapo yataweza kuanzia. Na ijapokuwa mimi ni mtu wa kutazama wa muda mfupi wa magazeti na matelevisheni, niona hiyo mimi mwenyewe kwa macho yangu. Wakati mtu wa television wakati upita alionyesha katika habari ya saa 5 za usiku, akaonyesha kitabu cha Hussein, na sio vita yangu, lakini vita yetu, mbele ya kuweza kueleza namna gani mtu yule alikuwa amekamata
maneno mingi ya kitabu cha Hitler ya vita yangu, kwamba alikiingiza katika kitabu chake inaitwa kwamba vita yangu. Sijui nani aliyesoma kitabu Mein Kampf, lakini hizo ukarasa 781 za kitabu hiyo zina mambo mengi sana, na ninaweza kushuhudia bila mashaka namna zinaunga mkono hao watu wa akili wa Hitler, na Hitler alikuwa mjinga kuweza kuandika kitabu hiyo, lakini mtu aliandika kitabu hiyo alikuwa ni mwalimu wa habari. Ijapokuwa alikuwa na akili sana, aliandika kitabu hiyo, lakini huko Braunau ilikuwa ni mjesuiti ndiye aliandika kitabu hiyo, na ulimwengu mzima inaipatia mtu mwingine, kwa maana wanasema kwamba yeye ndiye aliandika. Nilisoma, niliangalia katika ukarasa fulani, nikaruka sehemu fulani ndani ya ujumla. Nilisoma, niko ndayo ndani ya biblioteka yangu kwenye ofisi yangu. Ilikuwa ni kwamba waweze kumaliza Wayahudi wote na waweze kumaliza taifa la Israeli na waweze kuifanya kuwa bure. Na hivyo tunaona kwamba wanadamu wametoshwa kwenye dunia hii, lakini roho zinabaki na inapataka mtu fulani ambayo zinaweza kutumikisha. Lakini tazama yale tunayojua, Mungu hata ruhusu kitu fulani kama hiyo, na si mbele ya saa, lakini wakati muda utakapotimilika, ndipo mambo hayo yote yatafika. Niliwazia kuhusu andiko hizi mbili za Ufunuo, na yote ilipangwa vizuri katika wakati wake. Kwa kiwango tuliweza kupanga mambo haya na matokeo haya kwa namna iliyo wazi na kwa namna ya kuonekana, na tunaweza kuyaona kwa namna iliyo wazi sana ndani ya Ufunuo sura 9. Wakati wa baragumu ya 6 inasemeka kuhusu yale itakayofanyika, na ndani ya Ufunuo sura 16 kuanzia kwa mstari 12 mpaka 16, sana sana wakati wa chupa ya 6 ya kasirani na itakayofanyika katika wakati ule inaonyeshwa hapo. Matokeo hayo mawili yanaingia katika sehemu ya muhuri wa 6 na itafuatana. Ufunuo sura 9, tusome tena shahidi hizo. Ufunuo sura 9 mstari wa 13, ndiyo shahidi fulani. Malaika ya 6 akapiga baragumu, nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya Mungu, mstari 14, ikimwambia yule malaika ya 6 aliyekuwa na baragumu, fungua malaika 4 waliofungwa katika mto mkubwa Frati. 15, wale malaika 4 wakafunguliwa, waliowekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili waue sehemu moja ya 3 ya watu. Maelezo yanaendelea tena. Tusome sasa Ufunuo 15 shairi ya kwanza. Ufunuo 15 mstari wa kwanza, na kisha sura 16 kwanza kwa mstari wa 12. Ufunuo 15 mstari wa kwanza. Kisha nikaona alama nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu, malaika 7 mwenye mapigo 7 ya mwisho. Maana katika mambo haya ghadhabu ya Mungu imetimia. Vikombe vya ghadhabu au vya kasirani ndiyo hatua ya mwisho. Hiyo ndiyo hukumu ya mwisho ya Mungu juu ya wanadamu wasiotii Mungu. Na kupitia hiyo vikombe 7 vya ghadhabu ndiyo kasirani ya Mungu hapa duniani itapata utimilifu wake. Tuna pia moja baada ya zingine hizo vikombe 5 vya kwanza vya kasirani,
na kwa kikombe ya sita, ni kusema kwa mwisho wa hiyo ndipo kutatimilika yale ambayo tumesoma ndani ya Ufunuo sura 9. Ndani ya Ufunuo sura 16 kwanza kwa mstari 12 imesemeka hapa, Ufunuo 16 mstari 12, na malaika ya sita akamimia chupa lake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme wanaotoka katika pahali linapotoka jua. Mstari 13, nikaona pepo wachafu watatu waliofanana na vyura wakatoka kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule nyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo kama vyura. 14, maana ndiyo pepo za mashetani wanaofanya alama na kutoka na kwenda kwa wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kubwa ya Mungu Mwenyezi. Na kisha tunaonyeshwa kwa marefu hayo yote yatafanyika wapi. Ni kusema huku Harmagedoni na sio huku Basora. Na hivyo hiyo nayo inaonyeshwa waziwazi kwa namna ya kijiografia hayo yatafanyika wapi na wakati gani yatafanyika. Kwa hiyo tunaweza kusema tukitoa sauti ya faraja kwamba mambo haya yote yatafanyika nyuma ya unyakuo. Ndani ya Zekaria sura 14 hatua tatu ya mambo yatakayofanyika katika wakati ule yanaonyeshwa hapa kwetu, moja baada ya nyingine. Zekaria 14 ndani ya sehemu ya kwanza ya mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5 inatuonyesha kwenye mstari wa 5 ni kusema, tunaambiwa hapa kwamba wakati hayo itakapofanyika. Kwenye mstari wa 4 tunaambiwa, akose ninataka niweze kusoma mstari wa 4. Inasemeka hapa kuhusu Bwana wetu, mstari wa 4, na miguu yake itasimama siku ile juu ya mlima wa Mizeituni ulio mbele ya Yerusalema kwa mashariki. Na siku hiyo Bwana wetu ataonekana ye mwenyewe, ataweka mwisho kwa vita na ataweka miguu yake juu ya mlima wa Mizeituni. Kwenye mstari wa 9 imeandikwa, na Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Siku ile Bwana atakuwa mmoja na jina lake moja. Na mstari 12 inatuambia kwamba ni malipizi gani itakayowekwa wakati vita juu ya Yerusalemu itakapofanyika, kulingana na mstari wa 12. Kuanza kwa mstari wa 12, na hii ni tauni Bwana atakayopiga nayo mataifa yote, ambayo Bwana sio mtu, sio Marekani, sio nguvu fulani za ulimwengu, lakini ambayo Bwana atakayopiga nayo mataifa yote waliopiga vita juu ya Yerusalemu. Nyama ya mwili wao itaharibika wangali wanasimama juu ya miguu yao, na macho yao yataharibika ndani ya vitundu vyao, na ulimi wao utaharibika kinywani mwao. Mnajua yote kwamba mimi si nabii na si lazima kuweza kutangaza kwa sauti ya baragumu, lakini nilisema kwamba mara hiyo hakuna silaha itakayotumikishwa, hakuna arme shimike itakayotumikishwa. Ilikuwa haraka sana. Sasa na kulingana na neno la Bwana zitatumikishwa wakati wa vita ya mwisho, na Mungu atageuza hali na wadui watafanya mazoezi ya matokeo ya mambo yao waliotengeneza juu yao wenyewe, na hivyo ndivyo inaandikwa itatimilika, na kwa namna iliyo wazi. Mezali 26:27, mtu anayechimbula shimo kwa ajili ya mwenzake atamka ndani yake mwenyewe. Na sio sasa, lakini ni katika wakati huo ndiyo magazi hizo taweza kutumikishwa, na macho ya watu yatatoka ndani ya vitundu vyao wakati wanapokuwa wakingali na simama juu ya miguu yao, na ulimi wao utaoza ndani ya vinywa vyao. Lakini
Kwa sababu sasa tunafika kwa maneno haya, tunapasha kujiuliza swali, mara ngapi sasa unyakuo unaweza kuwa uko karibu sana? Kama miaka hii yote ilikuwa ya lazima kwa ajili ya kutengeneza silaha, kwa ajili ya kujenga na kuweza kutengeneza ili waweze kuleta vita ya mwisho, na kama sasa kuna baki miaka 7 nyumba ya unyakuo na kutakuwa miaka hiyo 7, nataka kusema hii kwa ajili ya wale wote ambao waliosoma kitabu cha mihuri na mahubiri fulani ya ndugu Branham. Naweza kuyasema kwa namna iliyo wazi hapa. Wakati ndugu Branham anapozungumza kuhusu miaka 3.5 na anayafanya mara nyingi akiyazungumzia, inaomba kujua ni kitu gani aliyokuwa nayo mbele ya macho yake. Wakati anapowaza kuhusu huduma ya wale washuhuda wawili, anawaza kuhusu miaka 3.5, na hapo anasema kwamba bibi harusi ataona utukufu katika miaka 3.5. Atakuwa ndani ya utukufu kulingana na yale ambayo aliyokuwa nayo katika wakati ule. Anasema yale aliyosema kuhusu wakati utakaofuata unyakuo, usema nyuma ya unyakuo. Lakini naweza kuwapatia zaidi ya nukuu 5, zaidi ya 5 mahali anagawanya hiyo juma ya mwisho ya mwaka, anagawa kwa eneo sehemu 3.5. Ireneri ndio alifanya, Martin Luther alifanya hivyo, na ni hivyo ndivyo watu wakuu wa Mungu walifanya, na ni hivyo ndivyo inapaswa kuwa. Inaomba sasa kuweza kufanya angalisho sana. Nimekwisha kuyafanya mazoezi huko Zurich. Mtu alikuja kuniambia, lakini ndugu Branham alizungumza kuhusu miaka 3.5 na wewe sasa ulizungumza kuhusu miaka 7. Alizungumza kuhusu miaka 3.5 na 7. Mimi kama mtu naye ujulishwa vizuri naweza kushuhudia hiyo bila oga, lakini kama vile nimesha kuonyesha, yote inalingana na maswali ambazo walikuwa wakimuuliza na kwa hali ambayo alikuwa akisema kitu fulani na kitu fulani, na waweza kuwasikilizisha andiko mahali anaposikilizisha kanisa lote nzima. Juma moja inalingana na miaka 7, na naweza kuwasikilizisha andiko lingine. Anasema kwamba wakati kanisa litakaponyakuliwa ndipo kutaanza juma ya 7 au juma ya mwisho ya 7. Ni kweli, lakini kuna wandugu ambao wakuweza kukamata hiyo kwa andiko na ambao wanaokamata tu andiko zinazolingana na maoni yao, na kwa mwisho hiyo haisimame tena vizuri. Inaomba kuwa wazi mbele yako mwenyewe na mbele ya neno na mbele ya Mungu, na kujiweka kwa nafasi ya yule ambaye aliyehubiri na kuzungumuza ndani ya akili yake, ndani ya mawazo hayo na ndani ya maswali aliyokuwa ameulizwa, na kwa ajili ya maneno yake ili aweze kuonyesha yale ambayo nataka kusema na katika wakati gani na katika lengo gani. Tunajua sote kwamba sitaki kuchelewa juu ya mambo haya katika wakati huu. Niandika juu ya maneno haya katika wakati huu, lakini kulingana na nabii Danieli, mpakaliwa angepashwa nyuma ya juma 7 na juma 62 angepashwa kuuawa bila kosa iweze kuwekwa juu yake. Danieli 9:26. Kulikuwa hakuna hata kosa ndani mwake, alichukua makosa yetu juu yake. Na sijui kwa sababu gani walimu fulani wa Biblia waliweza kuweka umuhimu juu ya miaka 3.5. Hakuna hata andiko moja ya Biblia inayotuambia kwamba Yesu Kristo Bwana wetu alihubiri kwa miaka 3.5. Hiyo iko ndani ya roho za watu, lakini si ndani ya Biblia. Hiyo haiko ndani ya maandiko matakatifu. Hauwezi kusema kama alihubiri miaka 2, miaka 3 au miaka 3.5. Hakuna mtu anayejua. Wateolojia ndio waliweza kuigana wao kwa wao, na kisha wakamata wazo hilo
bila kuweza kulichunguza, na kisha wanakamata maamuzi na wanagawa hiyo juma ya mwisho. Wanasema kwamba ni sehemu mbili ya miaka 3.5, moja kwa ajili ya Bwana katika wakati ule, na kisha kwa ajili ya wale washuhuda wawili, na kisha wanafika kwa mwisho wa hesabu yao. Lakini hesabu hiyo haiko ya kweli, lakini kama vile nilivyosema, tutaweza kuyaonyesha kwa msaada wa andiko za Biblia, ili tuweze kuwa na hali iliyo wazi mbele yetu na inayoweza kueleweka, inayojengwa tu juu ya maandiko matakatifu. Hiyo ndiyo itakuwa namna njema ya kuweza kuyaonyesha. Kwa ajili ya kuyasema kwa namna iliyo fupi, ni kwamba wale washuhuda wawili nyuma ya unyakuo, inaandikwa ndani ya Biblia, wale washuhuda wawili watatimiza huduma yao kwa miaka 3.5. Hiyo ndio inaandikwa ndani ya sura 11 ya kitabu cha Ufunuo, na itakuwa hivyo. Ufunuo 11 mstari wa 3 inaandikwa pia kwamba watakatifu watawekwa katika mikono ya mpinga Kristo kwa miezi 42, ni kusema miaka 3.5. Ufunuo 12 mstari wa 7. Na haiwezi kuwa hiyo miaka 3.5 ya kwanza, kwa maana katika hiyo miaka 3.5 ya kwanza miti haitaweza kuguswa na hakuna kitu ambacho kitaweza kuharibishwa, na ni hapo ndipo wale manabii wawili wataweza kuweka na kutumikisha mamlaka yao juu ya dunia hii, wakiwa na mamlaka ya kiungu, nao wataweza kutabiri kwa miaka 3.5, au kulingana na tafsiri ya Menge watazungumuza kwa namna ya unabii, na ni kupitia huduma yao ndio wale 1144 wataitwa na watawekwa muhuri juu ya nyuso zao, na kisha agano itavunjwa, na hapo kutaanza dhiki kubwa juu ya kanisa ambalo litakalobaki. Lakini pia sana sana juu ya wale 1144 kulingana na muhuri wa 5, nao wataweza kuuawa. Kwa maana inaandikwa hivyo ndani ya Ufunuo sura 6 mstari 11, kwamba mvumilie mpaka ndugu zenu naweza kufa kama vile ninyi. Hivyo ndivyo inaandikwa ndani ya muhuri wa 5, na hivyo ndivyo itakavyotimilika. Hapa ndani ya Zekaria sura 14 andiko fupi kwenye mstari 16 tunaelezwa yale itakayofanyika kwa mataifa yote ambao watakaopona nyuma ya vita kubwa. Zekaria 14:16. Na itakuwa kila mtu anayebariki wa mataifa yote waliokuja juu ya Yerusalema atapanda mwaka kwa mwaka kuabudu mfalme Bwana wa majeshi na kushika siku kubwa ya vibanda, au na kusherekea siku kubwa ya mahekalu. Tunaweza kusoma andiko hiyo mpaka mwisho. Inaonyesha waziwazi kwenye mstari wa 20 kwamba hekalu itasimama tena. Kwenye mstari wa 20, siku ile kutakuwa juu ya kengele za farasi takatifu kwa Bwana, na vyombo nyumbani mwa Bwana vitakuwa kama mabakuli mbele ya madhabahu. Katika wakati ule hekalu itakuwa imeonekana tena na mengineyo, na mtu ambaye atakayekaa ndani ya hekalu naye atakuwa pale. Tuliyasoma ndani ya Ufunuo 16, na hiyo kusanyiko, hiyo uhusiano inapaswa kufanyika kwa mwisho. Nabii wa uongo, joka na mnyama. Tutaandika juu ya maneno hayo pia. Nataka kuwaeleza yale nilifikia kuna siku fulani zilizopita. Nilisoma nabii Danieli na Ufunuo, na tazama nuru iliyo kubwa ikanifikia. Nikapokea mwongozo iliyo wazi sana na nuru iliyo wazi juu ya maneno fulani, na moyo wangu kafurahi kuona hayo kwa namna iliyo wazi sana kuliko mbele, na kwa msaada wa Mungu tutaweza kuyaonyesha. Mara nyingi ni vigumu, na niambia Bwana, wakati nuru ilipoweza kupigwa hapa na huko juu ya andiko fulani za Biblia, nikasema Bwana, ni kwa sababu tu muda umefika, ndipo sasa unaleta nuru na mwanga juu ya maelezo haya yote ambayo mbele haingeliweza kuonekana
au kueleweka. Inayohusu hii vita ya mwisho tunaweza kuyajua ndani ya Ezekieli 39 sana sana kwenye mstari 17 mpaka 20, na ndani ya Ufunuo 19 mstari 17 na 18, na andiko nyingine pia za Biblia zinaweza kuchunguzwa na kusomwa. Zinatuonyesha na zinatuangazia yale itakayofanyika na namna jinsi itafanyika. Na sasa neno moja kwa ajili ya sisi sote, neno kwa ajili yetu ambao tulioweza kuwa na heri ya kuweza kuitwa na Mungu kuweza kutoka, ili tuweze kuona nuru ya Mungu inayong'aa katika mahali pa giza, ili tuweze kupambanua njia, ili tuweze kuijua na tuweze kuelewa na kupanga yote kwa namna njema, ujumbe ambao Mungu aliotupatia na pia alama za wakati. Nataka kusema kupitia haya kwamba hatuko watu wote au kundi ya watu fulani waliojichanga, ni kusema kitu fulani kinachounganishwa pamoja, lakini sisi ni kundi lililoitwa na Mungu yeye mwenyewe, waliotoka katika makabila zote, malugha zote na mataifa yote, ambao kwa neema wanaweza kupangwa kwa upande wa Mungu katika siku hizi, watu ambao waliweza kuacha mengine yote ili waweze kufuata Bwana. Imeandikwa, hakuna mtu anayeweza kutumikia wafalme wawili. Hawezi kwa upande mmoja kujiunga kwa mitumikio ya mpinga Kristo na kwa upande mwingine uweze kuwa wa Kristo. Haiwezekani. Mungu atupatia kwa neema upambanuzi na tunayaona kwa namna iliyo wazi, na ndio maana naamini Mungu ana mpango kwa ajili yetu na pamoja nasi. Ni kwetu sasa ndiyo tunaambiwa neno ambalo mtume Petro aliyoandika kama vile onyo kwa ajili ya siku za mwisho, ikilingana na kuja kwa siku ya Bwana, kama vile tunavyoonyeshwa kwa namna iliyo ya kukamatika ndani ya Petro wa pili kwenye sura 3. Ndiyo hayo yanapaswa kutugusa sana katika kilindi cha mioyo yetu. Ndani ya Petro wa pili sura 3 mstari wa 2, mupate kukumbuka maneno yaliyosemwa zamani na manabii watakatifu na amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume yenu. Hii yanapaswa kuwa nyepesi na kuwa hivyo. Tunapaswa kuelewa neno la unabii na neno la kimitume. Yote natoka katika neno la unabii, na ni yule Mungu moja, ni ule mpango moja. Manabii na wamitume walikuwa watu ambao Mungu alikuwa na hitaji yao, alikuwa amewatumikisha na aliweza kuwatumikisha ili aweze kutangaza mpango wake wa wokovu na kisha aweze kutuonyesha utimilifu wake. Inasemeka hapa kuhusu wazihaki wa wakati wa mwisho, na kwamba mbingu ya sasa inatayarishwa kwa ajili ya neno hili, inalindwa kwa neno hili ili iweze kuingizwa katika hukumu na kwa uharibifu ya watu wabaya. Na kisha kwenye mstari wa 7 na kwenye mstari wa 8 sasa, lakini wapenzi, msisahau neno hili moja, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Na kisha tunakumbushwa kwamba Bwana hachelewi kutimiza ahadi yake, lakini anavumilia, kwa maana hataki wamoja waweze kuangamia. Na mtu atasema au wamoja wasiweze kuangamia. Mamiliari ya watu wanaangamia, lakini wamoja hawezi kuangamia. Na wale wamoja hawezi kuangamia ni wale ambao jina zao zinaandikwa katika kitabu cha uzima, nao hawawezi kuangamia. Wanapaswa kuita ili waweze kutoka. Na ni hapo sasa, wakati hesabu itakapojaa, ndipo mwisho utaweza kufika. Na kisha tunasoma kwenye mstari wa 10 yale inayolingana na sehemu ya pili ya mstari wa 9. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhania kukawia, lakini ni vumilivu kwenu,
asiyetaka mtu mmoja kupotea, lakini wote wafike kutubu. Kwa Mungu hakuna mtu anayeweza kupotea, ila tu mwana wa upotevu, na yule mwana wa upotevu alikuwa ametayarishwa kwa ajili ya hiyo. Tunaweza kusoma ndani ya Biblia, Mungu anapenda walio wake mpaka mwisho, na hakuna mmoja walio wake ambaye atakayeweza kupotea na kuangamia. Katika wakati wa Musa alisema hakuna hata kucha moja itakayobaki Misri, lakini wale wote waliotayarishwa kwa ajili ya kutoka watakwenda. Na hivyo hivyo hakuna kiungo cha mwili wa Yesu Kristo kitakachobaki nyuma. Yeye ni kichwa, nasi ni viungo. Sisi tumezaliwa na Mungu, tumekuwa wavulana na wasichana wa Mungu, na hakuna mvulana au msichana wa Mungu ambaye atakayebaki nyuma. Haiwezekani. Mwili wa Kristo unapaswa kujaa, na unajaa wakati kichwa na viungo vyote vinavyokuwa vimeunganishwa pamoja na vinajaa. Ni hapo ndipo mwili unakuwa umejaa. Kristo ni kichwa, nasi ni viungo vyake. Mstari 10 tunasoma, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Tushaka kuyasikia mara nyingi, na kisha kwenye mstari 11 inaandikwa, basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitayeyushwa hivi, ingewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utawa? Mukitazamia na kutaka sana kuja kwa siku ya Mungu, kwa sababu yake mbingu zitaungua, zitayeyushwa, na viumbe vya asili vitayeyuka kwa moto mkali. Tumesikia hapa kwamba tunapaswa kungoja siku ya Mungu. Sema siku ya Mungu. Sema siku ya iko tofauti na siku ya Yesu Kristo. Tulisoma ndani ya barua kwa Filipi, inasemeka kuhusu mara 3 kuhusu siku ya Yesu Kristo. Hapa sasa inasemeka kuhusu siku ya Mungu, na hiyo siku ya Mungu inaonyeshwa kwetu kwamba ni siku ya Yawe, siku ya Bwana itakayowaka kama vile tanuru. Siku ya Yesu Kristo ni siku ya kurudi kwake. Siku ya Mungu ni siku itakayowaka kwa moto, na wasioamini watakuwa kama vile majani. Lakini tuwe wazi, tunaona wazi siku hizi, hizo siku mbili, na hizo siku mbili haziko mbali na nyingine, moja na nyingine. Na siku ya Yesu Kristo, siku ya Bwana wetu, siku ya kurudi kwake kwa ajili ya kutafuta kanisa lake, bibi harusi, yeye kama vile bwana harusi. Siku hiyo iko karibu sana, lakini tunajua pia kwamba Mungu alitaka aweze kutuma nabii mbele ya siku kubwa na ya kuogopesha Bwana aweze kufika. Hiyo yote inafuatana, inatembea pamoja haraka. Haitubakia tena muda mrefu, na kama tunajua kwamba siku ya Bwana, siku ya Mungu ambayo iko karibu sana, kama vile siku ya hukumu iko karibu sana. Sasa ni wakati gani, au unyakuo unaweza kuwa uko karibu sana namna gani? Ni kwa kiwango gani sasa siku Yesu Kristo ambayo tunaongoja kama vile waamini inaweza kuwa iko karibu sana gani? Na naamini kwamba warafiki yangu wapendwa, kwamba tunapaswa kuwa makini sana au wakiasi mpaka siku ya mwisho. Nasikia kupitia haya kwamba ni siku ya saa 24, lakini tunapaswa kuwa na mbele ya roho yetu, tujue kwamba wakati unafika kwa mwisho wake, na tunapaswa kutakasia maisha yetu kwa Mungu tena kwa namna mpya. Lakini kusiwe mtu anayeweza kujiacha aingia katika ulevi, na mtu asikose kuwa na kiasi. Mtu asikamate maamuzi ambayo inaweza kuwa ikipingana na haki, lakini kila mtu awe na kiasi na wa kawaida mpaka mwisho, kama vile Luteri alivyokuwa akisema katika wakati ule kwamba kama akijua kama Luteri anaweza kuja kesho, atapanda mti wake mdogo leo. Na wale wanaosoma moja za vitabu vyake wataweza kutambua ndani yale ambayo alikuwa akisema kuhusu mke wake. Alikuwa ni mtu aliyekuwa na miguu yake miwili katika maisha yake, na hiyo tupasha kuifanya nasi pia mpaka mwisho, kwamba mtu anayehitaji kuweza kununua nyumba ainunue, mtu anayehitaji kununua gari anunue gari ingine, mtu anayehitaji kuoa aweze kuoa, mtu abaki kama vile kawaida mpaka Bwana aweze kuja.
kibaya kinayoweza kutufikia ni kuweza kuwa chanzo ambayo wengine kutuchekelea na kutuzihaki na kuweza kusema sasa kuja ambayo waliokuwa kiahidi kwa wapi sasa. Katika mwaka 1977 ilipowekwa mbele na wandugu wengi wa Marekani, hiyo iliweza kunigusa sana, ikaniumiza, na singeliweza kujiambatanisha na hayo, na pia kuweza kufanya hata bidii kubwa. Na wengi wa wale ambao waweza kuishi wakati ule wanajua kwamba nilikuwa nimekwisha kuonyesha tangu mwaka 1975 kwamba hakuna mtu anaweza kuweka siku au saa. Mtu aliyeandika kitabu inayoitwa Nyakati za Kanisa aliambia kwamba hawezi kujua siku au mwezi au mwaka. Aliandika kwamba hakuna mtu anajua siku wala saa. Nilijifurahisha kuweza kutikisa kichwa na nikaenda, kwa maana ilikuwa ni maoni iliyo ya ujinga ambayo ilikuwa haistahili hata kujibiwa. Wakati wanapotoa onyesho fulani ya muda fulani na kuweza kuonyesha kwamba hii ni siku fulani, itakuwa siku fulani na mwaka fulani na mwezi fulani, lakini mweza kusema kwamba hakuna mtu anajua siku wala saa na hakuna mtu anajua mwezi wala mwaka, hiyo haina maana kuweza kuwa mtu wa teolojia au na daktari wa teolojia ndio kujua mambo hayo. Lakini tunaweza kujua katika wakati huu, na tunajua na tunakumbuka katika mwaka 1976 nilinunua uwanja kwa mita 15 na hapa na mahali ambapo sauti iliweza kuniambia kwamba uende kwa uwanja wa karibu, uende unitakasia, kwa maana watu watatoka katika ulimwengu mzima na nitabariki eneo hii. Nilitoka kwa mlango wa nyuma, nikapiga magoti huko, nikatakasia uwanja huu kwa Bwana. Mnajua watu ambao walioweka umuhimu juu ya mwaka 1977 waliweza kupata maamuzi yao kama ilikuwa kama vile haieleweki kwao, lakini nashukuru sana kwa sababu zakamata maamuzi hiyo, na nashukuru sana kwa sababu tuko hapa. Mambo mengine yote nayo kwa kwamba hatukupoteza akili yetu, lakini kwamba tulibaki kuwa watu wa kawaida, ijapokuwa yale yote ambayo iliweza kuonekana. Nani hivyo ndivyo tunataka tuweze kutenda mpaka Bwana aweze kuja. Na wamoja wanajiuliza hasa kwa sababu gani tungali tunachenga? Ndiyo, kila mtu anaweza kutikisa kichwa, lakini kutimiza kazi ya kiungu na huduma ya kiungu ni kwa ajili ya hiyo pia, ni kwamba tuko hapa na iliyo ya lazima kwa ajili ya hiyo inapaswa kuwa pale. Na kama hiyo sasa ilimpendeza Bwana kuweza kuyapanga kwa namna hiyo, akose kuna tubakia tena miaka fulani, Mungu peke yake anajua, na ni hivyo ndivyo hatuwezi kuyajua. Kama tungelijua tungeliweza kuyafanya, lakini ni hivyo kweli, hakuna mtu anayejua. Ni kweli. Na katika wakati ule pia niweza kuuliza swali hii sana sana kwa wandugu ambao waliosema kwamba naamini kwamba ndani ya kitabu inayoitwa Neno la Mungu nadumu milele, katika wakati ule pamoja na bidii yote na furaha yote ambayo tulikuwa tumeonyeshwa, tuliweza kuandika tangu mwanzo kwamba ndugu Branham alikuwa ameona kalendari ilikuwa ikifunguliwa tena na tena, na kisha ikasimama kwa mwaka wa 1977. Na wakati nilipoweza kuuliza ndugu yangu mpendwa wa Texas ili aweze kunionyesha mahali ambapo ndugu Branham alikuwa amesema hiyo, akaapa nataka kuonyesha, mpaka leo hakuweza kuyaonyesha, kwa maana hiyo haijawahi kuwa. Na kama nasema hii ni kwa sababu wa ndugu waliokuwa wakiguswa na kubalishwa fulani walijiacha wachukuliwa na mambo yote ambayo iliyokuwa ikifanyika. Waliweza kusema mawazo fulani na maneno fulani isiyokuwa na mawazo, isiyoweza kuwa na akili. Na kama leo, kama katika vitabu vya habari ya kanisa la Uswisi na katika nchi ya Ujerumani waweza kusema William Branham, mwinjilisti anayeponya, alishidanganya, alionyesha kwamba katika mwaka 1977 kwamba ndio ilikuwa mwaka wa mwisho. Lakini ni wandugu walioweza kukosa upambanuzi, na hao hawakuweza kuleta hata ukosoaji, ijapokuwa niliweza kuwapatia hata hiyo ukosoaji. Lakini ni watu gani wa dunia hii
wanataka uweze kupokea eneo kuwa katika akili yao, wanakataa ingine yote. Na nakumbuka sana sana nakumbuka yule aliyeniita wakati wa habari, aliniambia kwamba yote hizo kutengeneza kukosolewa, na wakati alipopokea habari yangu hakuweza kukosoa. Iko namna gani watu hao? Hawawezi kuacha mtu wa Mungu aweze kuhesabiwa kama vile mtu wa Mungu, lakini wanataka waweze kumhesabia kama vile nabii wa Mungu. Na tunamwambia kweli, wakati ndugu Branham aliposoma yeye mwenyewe vitabu fulani, nina vichwa vya maneno vya kitabu hiyo ndani ya Kiingereza, wakati watu waliweza kufanya hesabu zao, wakasema mwaka 1977 akasema kote hii inaweza kuwa kwa miaka 20 au kwa miaka 100, lakini sijui, lakini hivyo ndivyo alivyosema. Lakini mambo hayo hayakuweza kutangazwa pia katika wakati ule, mnaona. Lakini hapa barua ya pili ya Petro kwenye sura 3 mstari 14 inaandikwa, mstari 14, kwa hivi wapenzi, kwa kuwa mnatazamia maneno haya, fanyeni kwa nguvu ili muonekane katika salama, pasipo kipaku wala laumu mbele yake. 15, nanyi mhesabu uvumilivu wa Bwana wetu kama wokovu, kama vile ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandika kwa hekima aliyopewa. Wakati tunaposoma andiko kama hizi, zinatugusa katika kilindi cha mioyo yetu. Watu wa Mungu walioongozwa na Roho Mtakatifu waliandika, walihubiri, walifunua yale yote ambayo tungeipasha kujua. Na sasa wakati muda wa utimilifu sasa unafika, Mungu aliweza kutupatia tena mtu kulingana na moyo wake, ili aweze kutufunulia yale iliyokuwa ikifichwa, aweze kufunua siri na atupatie kwa neema kupata kufikia kwa yale mambo yote. Mara ngapi tushaka kuyasema hapa, na sisi sote tungeweza kufuata njia yetu wenyewe katika mwongozo mmoja kama vile wengine wote, mmoja kwa Wabatisti, mwingine kwa Wamethodisti, watatu kwa kundi ya Pentecost, na kose waine kwa hii Ukristo wa kwanza, mahali ambapo wangali wanaweka wanabii, walimu na wanjilisti, na kwa kundi ambayo kulingana na mafundisho wanaweka wandugu na wanawekwa mbele ya shirika lao, na kulingana na mafundisho wako karibu sana ya Ukristo wa kwanza, na tunaweza kuwa karibu ya kitu fulani, lakini kama hatuko sehemu ya hayo na kama hatuko ndani na kutengenezwa kwa namna hiyo, na kama hatuko katika mambo hayo, itakuwa ni pembeni, tutakuwa pembeni ya lengo. Kuwa pembeni ya mambo hayo haiko njoo kwamba uko ndani, inaomba kuwa ndani ya mambo hayo, inaomba kuwa ndani ya chanzo ya mambo hayo, na sio kukaribia mambo hayo, lakini kuwa ndani. Na hapo sasa ndio unaweza kuwa sehemu ya mambo hayo. Na tuliweza kuona mara ngapi, kulikuwa wainjilisti wangapi, wale wainjilisti wakubwa, na mmoja wa wale wainjilisti walio wakubwa alikuwa ni Osborne na Akose Ora Robert. Akose alikuwa mkubwa tena zaidi, kama tunaweza kuangalia ukubwa wa hospitali yake na university yake, alikuwa akipata mamiliari nyingi za dola. Aliweza kujisifu yeye mwenyewe juu ya hayo. Nilimsikia mimi mwenyewe kwa kinywa chake huko London. Alisema wainjilisti wote walikuwa wakipata mamilioni, lakini mimi peke yangu niliweza kupata mamiliari ya dola. Na hiyo iliweza kumshuhudia kwamba kote Mungu alikuwa amemfanyizia na kumpatia kazi hiyo. Sisi hatuko wa hukumu, lakini tunaweza kusoma wakati uliopita mahubiri inayoitwa Sitaka. Na tazama picha, na nani alikuwa akikaa kwenye madhabahu wakati ndugu Branham alipoweza kutoa ujumbe huo, ujumbe wa nguvu na kushangaza. Hiyo ni mahubiri inayoitwa Masitaka. Osborne alikuwa akikaa pembeni yake kwa upande wa kume kwenye madhabahu, na akisikia mahubiri kama hayo. Hiyo ingeliweza kuamsha watu waweze kuwazia, kama unaweza kutaka waweze kupata sehemu kwa wito huo, lakini walikuwa na masababu zao mbele ya macho yao, na hawakupewa uwezo kutoka katika mambo yao ili waweze kuingia katika yale ambayo Mungu anayofanya sasa.
Ni pamoja na nuru gani ambayo ndugu Branham alikuwa akizungumza katika wakati ule, na mnaweza hata kusikia sauti ambayo alikuwa akitumikisha wakati alipokuwa akihubiri. Ilikuwa ni mahubiri iliyofanyika katika kasirani ya Mungu, haikuwa mahubiri tu. Na najua wakati anapozungumza, wakati Bwana anapozungumza kwa upole, najua wakati anapozungumza kwa kasirani. Nimsikia wakati alipozungumza kwa kasirani, na singeliweza kupenda msikie kwa mara ya pili. Wakati Bwana anapokasirika, inakuwa kitu cha hatari ya kugopesha, na ndani ya mahubiri haya unaweza kuyasikia hiyo ukali wa Bwana. Uliwasha mtu wa Mungu yule, na alikuwa akiona, ijapokuwa jinsi neno la saa lilikuwa likikataliwa na likiwekwa katika kusihakiwa, na namna kweli za damani iwe uungu, ubatizo, dhambi ya kwanza, yale yote ambayo ilikuwa imefunuliwa ilikuwa imekanyagwa, na hivyo Roho wa Mungu akakasirika, na mwana wa Mungu tena anasulubishwa, na hili neno la damani la Mungu liliwekwa tena kwa haya, kwa aibu, na hiyo inaendelea tena mpaka leo. Hiyo inaendelea tena. Mnajua wakati ndugu Branham alipohubiri mahubiri inayoitwa ndoa na talaka, alisema mahali fulani kwa mwisho kwamba ninajitayarisha ndani ya ofisi yangu, itakuwa kama vile nyuma ya mahubiri inayoitwa uzao wa nyoka, uzao wa nyoka. Hapo aliongeza kwamba mabarua zilifikia, na mabarua zilifika, na tangu wakati ule wahubiri wengi wanafanya dhambi juu ya mambo haya, mambo ambayo ni ya damani kwetu. Kwa sababu gani ya damani kwetu? Kwa sababu haiko wazi kwa ajili ya wateolojia wote, lakini ilikuwa ni siri iliyokuwa imefichwa ya Mungu na ya neno, na neno linakujaka tu kwa nabii, na ni hivyo ndivyo lifunuliwa katika kizazi hiki cha unabii. Na haitoshi kuweza kuwa mwinjilisti tu kama huko yeye, inaomba kuheshimu sasa huduma ambayo Mungu aliyoweza kumpatia pia. Hiyo ndiyo ABC ndani ya mwili wa Bwana. Mtu asitafute faida yake mwenyewe, lakini atafute faida ya mwingine pia. Wafilipi 2:4. Jicho siambie mguu sikuhitaji, na mguu usiambie mkono sikuhitaji. Wakorintho wa kwanza 12:21. Ni mwili wote ambao unaokuwa na viungo vingi, ambapo kila kiungo kinahitaji kingine. Sasa mwili una maana gani kama hauna mguu, bila jicho, bila masikio? Na Mungu aliweka ndani ya kanisa huduma tofauti, lakini ni Roho moja ndiye anayetenda ndani ya wote. Mtu awe na karama au huduma, hiyo haina maana. Kuna Mungu mmoja, kuna Bwana mmoja, kuna Roho mmoja anayetenda ndani ya wote. Na kama inahusu ile Roho Mtakatifu moja, ni kusema sasa tunakuwa chini ya kichwa kimoja, na tunaambatanishwa sisi kwa sisi kama vile viungo, na tutaweza kutambua yale ambayo Mungu kwa neema ambayo aliyotayarisha na aliyopatia mwili. Lakini muone, inaomba watu wa Mungu walio na msimamo wa Petro, wa Paulo na ndugu Branham, ili mambo iliyofichwa iweze kufunuliwa kwa namna iliyo ya nuru kama vile inavyostahili. Wakati uliopita tulisema andiko ya mahubiri ya Petro, ndani yake alisimama katikati ya wazo iliyotamkwa na nabii Yoeli, na hakusoma mstari mpaka mwisho, kama vile pia Yesu ndani ya Luka sura 4:16 hakusoma pia mpaka mwisho. Ni lazima sana ili tuweze kusimama mahali ambapo inastahili kusimama. Nataka kuwasomea kosa moja, waweza kusikia hiyo hapa, lakini kwa ajili yetu shahidi kama hizo ni za damani sana. Nataka kuambia hiyo kwa sababu gani? Kwa sababu tunaona mwongozo wa Roho Mtakatifu, na sio kwa watu wa Mungu wa Agano la Kale na Agano Jipya tu, lakini katikati yetu pia, mahali ambapo Mungu alituma nabii yake na mtumishi wake ili aweze kusema leo yale ambayo yanapaswa kusemeka. Na mnakumbuka Apose siku moja alisema kwamba hapa niliweka mstari
na akaandika mpaka hapa. Hangeliweza kusema zaidi, lakini katika wakati ule ilikuwa yale ambayo angepashwa kusema. Na hata Mungu ashukuriwe kuona gisi alisimamia mahali ambapo angepasha kusimamia. Mnajua ndani ya nabii Yoeli, akosi tuliweza kusoma hiyo, imeandikwa kwamba watu wataitia jina la Bwana. Yoeli 2 mstari wa 32. Na itakuwa kila mtu atakayeomba kwa jina la Bwana ataokolewa. Hiyo mstari naishia pale, na sehemu ya pili nasema, kwani katika kilima Sayuni na katika Yerusalema watakuwa wenye kuokolewa. Na sasa nasoma ndani ya Agano Jipya, Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 21. Na itakuwa kila mtu anayeita jina la Bwana ataokolewa. Sasa wazia kama Petro angeweza kuendelea na kusoma na kusema kama vile andikwa hapa ndani ya Yoeli, kwa maana wokovu itakuwa juu ya mlima Sayuni na Yerusalema. Ni kusema sasa watu wote walimwengu mzima wangepasha kwenda huko Yerusalema juu ya mlima Sayuni ili kupokea wokovu huo. Mnaona kwa kiwango gani Mungu ni mwaminifu, na Mungu anaonyesha waziwazi habari njema itaonyeshwa kwa ajili ya mataifa yote, nayo imetangazwa katika ulimwengu mzima. Na wakati napohusu sasa Israeli, ndipo sasa wokovu itakuwa Yerusalema na juu ya mlima Sayuni. Haleluya! Jina la Bwana lisifiwe. Mungu wetu, Mungu ni Mungu aliye na umakini sana, na iliyo lazima sana ni kwamba kupitia uvuvio wa Roho Mtakatifu tuweze kuona mambo haya, tuweze kuyatambua na tuweze kusifu Mungu, kuona gisi aliweza kuyatufunulia, na tutaweza kusonga mbele mahali pote inapoweza kuwa itayarishwa kwa ajili ya mataifa. Na basi Mungu aweze kuendelea pamoja na Israeli kama vile ilivyotayarishwa kwa ajili ya Israeli. Ningetaka tena niweze kuzungumza kwa mafupi Wagalatia sura 3. Wagalatia sura 3. Ndani ya makusanyiko iliyopita tulisoma hapa na huku mahali pote andiko za barua kwa Efeso, kwa barua za Waroma na za Agano la Kale, na tulionyesha kwamba kwa upande wa Mungu yote ilishakatimilika. Hawezi kuongeza kitu fulani juu yake. Inaomba tu ili yale ambayo yaliyotimilika yaweze kuonekana ndani yetu na yakuwe uhakika. Ndani ya Wagalatia sura 3 ningetaka nisome mstari wa 21 na 22. Basi torati haipatani na ahadi ya Mungu? Hapana, hata kidogo. Maana kama sheria ingalitolewa iliyoweza kufanya uzima, kweli haki ingalikuwa kwa sheria. 22. Lakini maandiko yalifunga wote chini ya dhambi, kusudi wenye kuamini apewe ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Chanzo ya imani yetu ni Yesu Kristo, kwa maana ndani ya Yesu Kristo Mungu alijifanya kuwa mtu. Yeye ni mwokozi wetu, na ndiyo maana yeye ndiye chanzo ya imani yetu inayookoa, na siyo imani tu, lakini imani inayookoa. Na kama inaandikwa kwamba kila mtu anayeita jina la Bwana, na siyo matamshi tu, lakini ana jina. Waroma 10:13. Na ndani ya Kiebrania Yashua, Yesu ndani ya Kigiriki. Na tunashukuru Mungu kwa ajili ya ufunuo wa jina lake, na tuliliita na tukaokolewa, tukafanywa kuwa watu wenye heri. Na ijapokuwa kama inaandikwa hapa kuhusu sheria kwamba haipingane na ahadi, na Mungu hawezi kujipinga yeye mwenyewe, haiwezekani. Ikiwa sheria au neema, yote ni lazima. Sheria kwa ajili ya kutushinda kwa dhambi,
na kutuhukumu. Na ndiyo maana imeandikwa kwamba Mungu alifunga watu wote bila hata kuacha mmoja, Wayahudi na mataifa wote akawafunga bila hata kuacha mmoja. Watu wote, nikusema watu wote wako chini ya kutokuamini, chini ya dhambi. Hakuna mtu ambaye angeweza kujitosha. Ilikuwa naomba kuweza kuja mtu ambaye angeweza kututosha ndani, ndio mtu ambaye aliweza kutosha hiyo kifungo, aliyekuwa na nguvu juu ya dhambi na kifo, aliyekuwa na nguvu juu ya shetani na kaburi, na ambaye alifufuka siku ya tatu akatangaza kwamba mimi ninaishi nanyi mtaishi pia. Yohana 14:19. Na andiko nasema hapa 22 kwamba andiko linasema kwamba watu wote walifungwa chini ya dhambi ili watu wanaoamini waweze kupata zawadi ya imani kupitia Yesu Kristo. Na hata basi tuweze kuchukua ndani mwetu hiyo imani inayookoa, ili imani hiyo iweze kuwa kwa ajili yetu ufunuo. Ndugu Branham aliweza kuyasema wakati moja kwamba imani ni ufunuo, na sio ufunuo kama vile tunavyoyawazia kuhusu kitu chochote, lakini siku zote ikilingana na Yesu Kristo, yeye chanzo ya imani yetu, yeye ambaye aliyetufanya kuwa wenye haki, ambaye aliyetuokoa. Imani inayoleta heri, imani inayoleta wokovu inabatanishwa kwa mtu ambaye anayehesabiwa haki, inabatanishwa na yule aliyewekwa juu ya msalaba ya sheria ili aweze kutukomboa. Ndani ya Wagalatia sura 3:13 inaandikwa, Wagalatia 3:13, Kristo alitukomboa kwa laana ya torati, akiwa alifanywa laana kwa ajili yetu, kama ilivyoandikwa, amelaaniwa kila mtu aliyetundikwa juu ya mti. Wagalatia 3:14, ili baraka ya Abrahamu ifikie mataifa kwa Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa imani. Yote inajenga juu ya msingi wa imani, na kama vile tumesha kusema na kuyatamka kwa muda mfupi, imani inapashwa kuwa ufunuo ulio hai. Hayo yanapashwa kufunuliwa kwa kila mtu kwa upande wake. Hiyo yalitimilika kwa ajili yako, hayo yalitimilika kwa ajili yangu. Hayo yanapashwa kuambatanishwa na imani inayookoa, inayogeuka kuwa ufunuo kwa ajili ya kila mtu, ufunuo wa yale ambayo iliyohubiriwa kutoka ndani ya neno la Mungu. Kwa maana imani inatoka katika yale unayohubiri, na yale unayohubiri inatoka katika neno la Mungu. Waroma 10:17. Wakati hayo yanapofanyika, hapo sasa mashaka yote inafutwa na kutokuamini inakuwa na mwisho wake, inamalizika. Na hapo sasa tunasimama ndani ya imani ya mwana wa Mungu, na tunaweza kusema pamoja na Paulo, yale nayoishi sasa sio mimi ninayeishi, lakini ni Kristo anayeishi ndani yangu, na naishi hiyo katika imani ya mwana wa Mungu. Wagalatia 2:20. Wagalatia 2:20. Hata tuweze kupokea hiyo zawadi kwa neema, ili tuweze kusema na kuambia Bwana, tunajua kwamba siku hii kubwa iko karibu sana. Tunajua kwamba kurudi kwa Bwana imekaribia. Tunajua kwamba unyakuo uko karibu, na tunaweza kusema Bwana, acha uliweza kujifunua kwetu, ulitujulisha neno lako, ulitupatia nuru, ulitupatia nuru wakati wa jioni. Ingiza ndani mwangu uaminifu kama huo uaminifu wa imani inayookoa, inayoongoza kwako, inayoleta kwako, kama vile nilivyosema katika neno linalotoka kwenye kitu cha Mungu alirudi bure, lakini natimiza yale ambayo ulilitumwa
Leo tena tunaona matokeo ya wakati wa mwisho. Tunaona na kwamba si kwamba tunayasema tu, lakini kwa sababu neno la Mungu linatuonyesha hayo. Tunaona kwamba mwisho umekaribia sana, na kama katika wakati ilikuwa imekwisha kusemeka kwamba mwisho umekaribia, Petro wa kwanza sura 4 mstari wa 7, tuwe wenye kiasi na tuwe macho. Nisema sasa, naamini kwamba Mungu aliufunua hiyo, na Mungu alifanya hivyo ili Biblia isiweze kuwa ya kizazi fulani, ni kusema ya kizazi cha wakati ule, lakini iweze kuwa ya kweli mpaka wakati wote na kupitia nyakati zote na katika wakati wote, liweze kubaki katika wakati wote neno la Mungu, na liweze kupatia wote kwa wakati wote maelezo iliyo yote kwa neema. Na sisi ambao tulio na heri ya kuweza kuishi katika wakati wa mwisho, tunaweza kuongeza tu juu ya yale, tunaweza kuongeza tu juu ya yale ambayo wengine wanaweza kuongeza. Ni kusema ufunuo wa mambo yayo yote ambayo yanalingana na wakati wa mwisho, ambayo tunayoona na tunayoweza kuona na tunayotambua na tunayoweka katika nafasi yake ya Biblia kwa neema. Leo tunaweza kushuhudia kwa kukubalishwa kwamba tunajua kwamba Bwana anakuja upesi, na sio tunaamini tu, lakini tunayajua. Na ndio maana, na kwa sababu gani tunayajua? Tunayajua kwa sababu Bwana wetu alikuwa ametuambia hayo, kwamba wakati mtakapoona mambo hayo yote yanapoanza kufika, mnyanyue vichwa, kwa maana mnajua kwamba ukombozi wenu umekaribia. Ukombozi wenu umekaribia. Sisi ndiyo kizazi ambayo kupitia kukubalishwa ya ujao haina hitaji ya kutafsiri yale ambayo inayofanyika sasa, lakini kuweza kutazama, kutosha ndani mafunzo na kuweza kufanya haraka ili tuweze kutayarishwa kwa ajili ya siku kubwa na ya utukufu ya kurudi, ili tuweze kuwa tayari kwa ajili ya siku kubwa ya kurudi ya Bwana. Watu wengine wanaweza kutafsiri mtini na mataifa na mengineyo. Sisi hatuna hitaji ya kuweza kutafsiri. Tunaona sasa mtini umekwisha kuchipuka na matunda iko naanza kutokea. Mataifa yako kama vile yangepasha kuwa. Hali ya ulimwengu mzima katika ujumla wake iko kama vile tunaambiwa katika neno la unabii, na iko hivyo hivyo kwa ajili ya kanisa na ingine yote inayobaki. Maelezo na ukweli inalingana waziwazi. Ni kusema tunaweza, hata kama inatufanya kuwa watu wa kutucheka, watu wanaojiona kwamba wanaamini, lakini kurudi kwa Yesu Kristo imekaribia sana, na Mungu alitupatia heri na neema ya kuweza kusikia yale ambayo Roho anayotaka kuambia makanisa ndani ya wakati huu, kuweza kuwa makini kwa yale ambayo neno la unabii nasema, kama vile nuru inayong'aa sana katika mahali pa giza. Tunapatia Mungu haki na tunahitaji tuweze kuwa makini kwa ajili ya kila maneno yote ya manabii na wamitume ambao waliozungumza kwa jina la Bwana, tukishukuru Mungu kwa moyo wote kuona jinsi alifungua mioyo yetu, aliweza kufungua masikio yetu na kupaka macho yetu ili tuweze kuona. Mnajua, na ndio maana inaandikwa kwamba mtu aliye na masikio ya kusikia asikie. Wengi wako na masikio, lakini si masikio kwa ajili ya kusikia. Lakini kama vile nabii Isaya alivyoandika, Isaya 15 mstari wa 4, kwamba unaniamsha kama vile mwanafunzi na nafungua sikio langu. Mungu anapaswa fungua sikio la mtu, sikio la kiroho, na kumfungua roho na kumfungua kuelewa, ili Roho Mtakatifu aweze kugeuza na kufunua neno. Hata hiyo tuweze kuipewa sisi sote kwa neema, kwa sababu Bwana anafikia kuweza kutuzungumzia sisi sote, afikie kuweza kutuzungumzia sisi sote, aendelee kutuzungumzia mpaka iweze kutimilika yale ambayo Mungu aliyotaka kutimiza kupitia neno ambalo aliyofanya kuwa kubwa na la thamani kwa ajili yetu ndani ya siku hizi. Tunashukuru
kuona gisi angali anazungumza. Tunashukuru gisi angali anaita kutoka, anaokoa, anaita tena, anaokoa, anaokoa, anafanya watu kuwa wenye heri, anazungumzia watu na neno lake lingali tena kuwa hai na lenye nguvu na linalokata kwa ngambo mbili kuliko upanga unaokata ngambo mbili. Mungu wa upande wake alitimiza yote. Acha basi uweze kutimilika pia kwa ujao ndani mwetu, uweze kuwa uzima mpya na wa kiungu, kipaji cha kipekee, kushitakasia kwa Bwana, yote kwa Bwana, kushitakasia yote kwa Bwana, yote kwake, iweze kuwa matamshi yetu siku zote, kama vile wimbo huu unavyosema. Na ninakubalishwa kwamba Bwana atatubariki na atakuwa pamoja nasi. Jina lake la utukufu liweze kusifiwa kwa ajili ya neno lake la damani na takatifu, kwa ajili ya yote ambayo aliyotupatia kwa neema na ambayo watakayotupatia tena kwa ajili ya milele. Amina. Na sasa wakati tunapogunja vichwa na tunapoomba tena, kuna mtu hapa ambaye aliye na hitaji ya kuweza kupata hitaji au ombi ya kipekee akose kwa ajili ya hitaji ya uponyaji au kitu kingine. Mnaweza kunyosha mkono kwa imani. Mungu yuko hapa, anataka ashuhudie kweli ya neno lake, anataka atimize maalama na maajabu, anataka ashitukuze, anataka aheshimiwe kwa imani. Na mahali wanapoamini, mkono wa Bwana unatenda. Mkono wa Bwana si mfupi, mkono wa kuume wa Bwana umenyoshwa, na mkono wa kuume wa Bwana unaleta ushindi. Haleluya, jina la Bwana lisifiwe. Bwana Mungu wetu, kulingana na mamlaka ya neno lako, kupitia nguvu ya damu yako na kwa nguvu ya Roho wako, o Bwana, tunakubali sasa kwa imani yale ambayo uliotutayarishia, uliotimizia hapo Golgotha. Ndio maana ulilipa deni, na yale ambayo iliyo kwetu sasa ni ya kuweza kuamini. Bwana mpendwa, funua sasa ushindi wako kwa ajili yetu zote, na ushuhudie kweli ya neno lako Bwana, kama vile ulifufuka. Wewe ni kweli. Tunakusifu kwa ajili ya hiyo, tunakutukuza na tunasifu jina lako la ajabu na la utukufu, na tunatangaza ushindi wako, ushindi wa Golgotha juu ya shetani, juu ya dhambi, juu ya ugonjwa, juu ya yote. Bwana, wewe mshindi wa Golgotha, tunakuambia asante pia kwa ajili ya imani ya ushindi, imani inayookoa, imani iliyotufunulia kwamba yote ilitimilika, ufunuo wa Yesu Kristo. Bwana mpendwa, tunakusifu pia kwa sababu tunaweza kuishi tena leo, na kwa sababu ulitufungua ni kuelewa kwa maandiko. O neema gani ulipatia kuelewa kwa maandiko! O neema gani, o Mungu, kwa sababu hatupapase kama vile vipofu kwenye vibambazi. O Mungu Bwana wetu, tunakupatia sasa shukurani zetu zinazotoka katika mioyo yetu yote na nafsi yetu yote. Uliweza kutembelea taifa lako, ulituma nabii wako, ulituma ujumbe. Bwana, tunakusifu kwa ajili ya hiyo, na tunakuomba utusindikize si sote mpaka tuweze kutoka katika imani tukiona tuliyoamini. Uwe na njia zako pamoja nasi Bwana. Tunashuhudia kwamba neno lako ni kweli, na tunashuhudia kwamba mkono wa kuume wa Bwana umenyoshwa. Tunashuhudia kwa kukubalishwa, mkono wa kuume wa Bwana unaleta ushindi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana, tunatangaza ushindi wa Golgotha kwa wale wote ambao wanaokuamini. Haleluya, usifiwe na utukuzwe Mungu mwaminifu, sasa na hata milele na milele. Haleluya,
Amina.